Serikali ya Senegal chini ya uongozi wa Rais Bassirou Diomaye Faye imetangaza mabadiliko makubwa katika mfumo wa elimu nchini humo kwa kuifanya elimu ya Qur'an na maadili ya Kiislamu kuwa sehemu ya lazima na rasmi katika mtaala wa kitaifa. Hatua hii inalenga kuunganisha mfumo wa elimu wa kisasa wa Kifaransa na mfumo wa jadi wa shule za Qur'an maarufu kama Daras, ambao kwa miongo mingi umekuwa ukiendeshwa pembezoni mwa mfumo rasmi wa serikali. Katika kile kinachoonekana kama utekelezaji wa dira ya Senegal 2050, serikali imeweka mikakati kama urasimishaji wa Daras, yaani zaidi ya shule za Qur'an 1000 zinatarajiwa kuingia kwenye mfumo rasmi wa ruzuku na usimamizi wa serikali. Lakini pia wanafunzi katika shule hizo hivi sasa hawatasoma Qur'an pekee, bali watafundishwa pia masomo ya hisabati, Kifaransa na sayansi. Hii itawawezesha kuhitimu wakiwa na ujuzi wa kidini na wa kimaisha. Pia hatua hiyo inalenga kukomesha changamoto za muda mrefu za watoto wanaosoma Qur'an kulazimika kuomba barabarani kwa kuwapa mazingira bora ya shule na lishe. Rais Faye pia amesisitiza kuwa elimu ya Qur'an ni nguzo ya utambulisho na malezi ya watoto wa Senegal, hivyo inastahili heshima na rasilimali sawa na elimu zingine. Wachambuzi wa masuala ya kijamii nchini Senegal wanaona hatua hii kama njia ya kuziba pengo kati ya malezi ya kitamaduni na mahitaji ya soko la ajira la kisasa. Ni hatua inayolenga kuhakikisha mtoto wa Senegal anakuwa ni mizizi imara katika imani na utamaduni wake, huku akiwa ni macho yaliyofumbuka kuelekea teknolojia ya maendeleo ya dunia. Mabadiliko haya yanakuja wakati ambapo Senegal inajipambanua kama kiongozi katika kutathmini urithi wa Kiafrika na Kiislamu ndani ya mifumo ya kisasa ya utawala. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.